Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunamshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo ametupatia, na tunamshukuru Bwana Yesu kwa sababu ametupa uhai, ametupa nguvu, lakini pia ametusaidia kuweza kukutana tena kwenye hii madhabahu. Ninakushukuru wewe ambaye umetenga muda wako kwa ajili ya kujifunza. Kila mmoja ambaye aliweza kujifunza kwa nafasi yake, aidha kwa kufuatilia live moja kwa moja au kufuatilia baada ya kuruka live. Mungu akubariki. Sasa utenga huu muda kwa ajili ya kuweza kujifunza. Na kama Mungu wetu ambavyo ni Mungu wa maarifa, kwa kadri ambavyo unatenga muda wako kwa ajili ya kupata maarifa, ndivyo ambavyo kwa mujibu wa Hosea sura 4 anasema kwamba ni watu wangu ila wametekwa. Ni watu wangu ila wameangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kadri ambavyo Mungu anakupa nafasi ya kujifunza na kujua, ndivyo unavyotoka kwenye kundi la watu wanaoweza kuangamizwa. Lakini pia Bwana anasema kwamba kwa kuwa umeyakataa maarifa, mimi nami nimekukataa wewe. Kwa hiyo mtu yeyote yule ambaye atakubali maarifa, ameamua pia kukubaliwa na Mungu, ameamua pia kuchaguliwa na Mungu. Kwa hiyo hongera kwa kuwa umeamua kuwa kwenye kundi la watu ambao wamekubaliwa na Bwana. Wacha tumshukuru Bwana Yesu. Baba, asante kwa nafasi hii ambayo umetupatia watoto wako. Tunakushukuru kwa kututunza, tunakushukuru kwa kutupatia afya, lakini pia tunakushukuru kwa kuwa umetupatia neno litakalogeuza maisha yetu. Daudi amewahi kukuomba akasema, Bwana uyafumbue macho yangu niweze kuyaona maajabu yatoka kwenye sheria yako. Baba, asante kwa kuwa umeyafumbua macho yangu na mimi nimeona maajabu yatoka kwenye sheria yako, na umenipatia nafasi ya haya maajabu ambayo nimeweza kuyaona kuweza kuyasema mbele ya mwanao mmoja ambaye anatusikiliza hapa, awe ni wa kike au wa kiume. Bwana Yesu, asante kwa sababu kupitia kwenye maajabu haya maisha yetu pia yatajaa maajabu. Kupitia kwenye hili neno lako kuna namna ya kuweza kuishi na wewe itaweza kubadilika. Baba, ninakushukuru. Ninamwombea kila mtu mmoja, kila kikundi cha watu, kila yeyote aliye mahali popote duniani anayetenga muda kwa ajili ya kujifunza. Ninamwombea cha kwanza nguvu maalum inaweza kulibadilisha neno la Mungu na kuwa mwili. Naye neno afanyike mwili na akae kwako katika jina la Yesu. Lakini pia moyo wako uwe ni udongo mzuri. Neno la Mungu litakapokuwa limedondoka na kuingia kwenye moyo wako halitamrudia Mungu bure, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wow. Wiki iliyopita tulianza na somo siku ile ya Alhamis, na Bwana Yesu alitupatia somo ambalo linasema ni umuhimu wa uwepo wa Mungu kwa maisha, kwenye maisha ya muamini. Umuhimu wa uwepo wa Mungu kwenye maisha ya muamini. Na tukajifunza, tukaona maana ya uwepo wa Mungu. Maana mojawapo ambayo tuliweza kuiangalia ya uwepo wa Mungu ndio kama ni utendaji kazi wa nguvu za Mungu kwenye maisha ya mtu moja kwa moja. Tunavyoona ule utendaji kazi wa Mungu. Ukisoma pale kwenye Luka inasema kwamba Bwana Yesu alipokuwa akifundisha na uweza wa Bwana ulikuwepo kuponya. Kwa maana kwamba huo ndio uwepo wa Mungu wenyewe ulijidhihirisha kama uweza wa Bwana kwa watu. Na kazi moja hapo ambayo ilitendea kutokea kwenye uwepo wa Mungu, wagonjwa walipona. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye ni muamini, mtu yeyote ambaye anataka kuja kumuona Mungu kwa viwango vikubwa kwenye maisha yake, ni lazima ajifunze kwa habari ya uwepo wa Mungu, auelewe, lakini pia aamue kuwa ni miongoni mwa watu ambao watatembea na Mungu kwenye maisha yake yote atakayokuwa hapa duniani. Tuliangalia mifano ya watu kadhaa ambao kwenye neno la Mungu hapo, na Biblia imewataja kabisa kwamba alienda pamoja na Mungu au alitembea na Mungu au alikuwa pamoja na Mungu. Tukaona mifano ya watu wengi, tukaona akina Henoko, tukawaona akina Ibrahim, tukaona watu kuna watu wengi akina Daudi, akina Caleb, watu wengi ambao huwa tunawatamani matendo yao kwenye Biblia. Miongoni mwa siri mojawapo ambayo utaiona wanayo, walikuwa ni watu ambao ni watu wa uwepo wa Mungu. Bila uwepo wa Mungu wasingeweza kufanya maajabu yoyote. Bila uwepo wa Mungu wasingeweza kufanya vitu vyote ambavyo ni vya maana. Utakuta kuna mtu anasema Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Lakini sifa mojawapo ya huyu Mungu wa Ibrahim na Isaka na Yakobo, hawa watu ambao tunawataja waliweza kutembea na Mungu, walilipa gharama ya kukaa na Mungu, ya kumsikiliza Mungu, ya kumtii Mungu, wakatembea naye mpaka kwenye pointi ambayo mambo ambayo kwa wengine ni matatizo wao kwao zilikuwa ni fursa. Jaribu kuwaza mtu kama Isaka, alikuwa na uhusiano na Mungu kiasi kwamba wakati njaa imefika kwenye mji wa Gerari, wanajua kwa kawaida za kibinadamu inasema kwamba kukiwa kuna njaa tunakimbilia mahali ambako hakuna njaa. Sasa
Kama huwa tunakimbia mahali ambapo hakuna njaa, ina maana na yeye alikuwa ameshafikiria kwamba okay, basi na mimi ngoja nichukue mke wangu tuelekee Misri. Lakini kwa sababu ya yeye kuweza kutembea na Mungu, angalia jibu la Mungu likamwambia baki hapo Gerari. Alafu kwa kubaki hapo Gerari, Bwana akamfanikisha. Biblia inasema kwamba yule mtu akawa mtu mkuu sana. Lakini haya yote ni matokeo ya kitu gani? Ni matokeo ya mtu ambaye alilipa gharama ya kutembea na Mungu, ya kuwa ni mtu ambaye anabeba uwepo wa Mungu. Biblia nyingine inapenda kusema kwamba we are carrier of God's presence. Mungu ana shauku, ana njaa, ana kiu ya kuyadhihirisha matendo yake mengi hapa duniani, lakini amemiss watu ambao watalipa gharama ya kukaa na yeye. Amemiss watu ambao watakubali kwamba wakati wenzangu wanatoka nje, wakati wenzangu wanapiga story, wakati wenzangu wanashinda TikTok, wakati wenzangu wanafanya vitu vingine ambavyo yamkini ndivyo vinavyo trend kwenye kizazi hiki, basi mimi nitakaa na Bwana. Ndio maana Joshua alisema mimi na nyumba yangu. Yaani Joshua aliamua kufanya maamuzi akasema kwamba inapofika kwenye issue ya mimi na nyumba yangu, jambo la kwanza tutamtumikia Bwana. Tutakaa nyumbani mwa Bwana. Daudi anasema kwamba neno moja nimelitaka nalo ndilo nitakalolitafuta. Neno lipi hilo? Nikae tu nyumbani mwa Bwana, nikae naye tu hapo. Kwa nini? Mabadiliko yote ya maisha ambayo tunayatamani kutoka kwa Mungu huwa hayatokei tu. Ni matokeo ya mtu kufanya maamuzi ya kwamba nitakaa na Bwana mwenye vitu vyote mpaka vile vitu vyote alivyo na yeye na mimi kwangu vile ni vya kwangu tu vya kawaida. Kwa sababu mimi nimewahi kujaribu kuwaza huyu Mungu ambaye labda kuna muda wago namtafuta kwa sababu hauna hela, kwa sababu labda hauna chakula, kwa sababu labda hauna ada, au kwa sababu labda hauna mke, hauna mume. Siku akikupatia vitu vyote, ina maana utaacha kumtafuta. Lakini utagundua maisha yetu sisi ni maisha ya uwepo wa Mungu. Tumeumbwa, sisi ni viumbe ambao tumekuwa wired ndani kwa ajili ya kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tukaona miongoni mwa kile ambacho pia tuliweza kukiona kwa kwamba uwepo wa Mungu huwa unachochewa. Uwepo wa Mungu una tabia ya kukua, uwepo wa Mungu una tabia ya kuongezeka, lakini pia uwepo wa Mungu una tabia ya kuisha. Una tabia ya kupungua kwenye maisha ya mtu. Jambo moja hapo ambalo silisahau, tulisema kwamba tunapozungumzia habari ya uwepo wa Mungu ule wa kawaida, Mungu yuko kila mahali, ni ukweli. Lakini kwenye kudhihirika kwenye maisha ya mtu, Mungu anadhihirika kwenye mtu ambaye amekubali kulipa gharama. Ndio maana ukiwa unasoma vitabu kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza na wa pili, utaona tabia moja hapo ambazo walikuwa nazo wale wafalme. Utasikia katika siku za Azia, katika siku za mfalme fulani akamtafuta Bwana. Alipomtafuta naye Bwana akamuonekania. Alafu kuna muda anasema kwamba akaacha kuenenda katika njia za Bwana kama ilivyokuwa Daudi baba yake, au labda kama ilivyokuwa fulani baba yake. Kwamba wanatuonyesha mtu anaweza akafanya maamuzi ya kwenda na Mungu. Alafu muda huo huo akifika kwenye kiwango fulani cha mafanikio, anaweza akajisahau akiamini kwamba anaweza akajiendesha. Na muda wote ambao walimwacha Bwana, utaona kuna mambo ambayo yalitokea kwenye maisha yao hayakuwa mazuri. Hii ni miongoni mwa kitu ambacho kituthibitishie kama wana wa Mungu kwamba hata kama Mungu atatupeleka kwenye kiwango gani cha mafanikio, haimaanishi kutokea hapo hatumhitaji Mungu. Haimaanishi kutokea hapo tunajiweza. Yohana sura ya 15 anasema hivi, pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote. Sio baada ya kupata fedha, no. Sio baada ya kupata mahitaji fulani ambayo mlikuwa mnayatafuta. Yaani mahitaji yakiwepo, mahitaji yasipokuwepo, sisi bila Mungu hatuwezi. Fedha iwepo, fedha isipokuwepo, sisi bila Mungu hatuwezi. Uwe ni umeolewa, uwe uko single, uwe una watoto, uwe una wajukuu, umeshafanikiwa labda kulea watoto wako umemaliza. Pasipo Mungu bado hautaweza neno lolote. Ndio maana tunajifunza kwa habari ya uwepo wa Mungu ili ifike kwenye pointi ambayo tunamtaka Mungu sio kwa sababu tuna shida. Muangalie mtu kama Ayubu. Sifa moja hapo aliyokuwa nayo, alikuwa ni mtu aliyemcha Bwana, mtu mwelekevu, mpaka Mungu anajivunia. Lakini sio kwamba Mungu alikuwa anajivunia kwa sababu Ayubu alikuwa ni maskini. Hapana. Mungu alikuwa anajivunia Ibrahim kwa sababu Ibrahim alikuwa ni maskini au ana uhitaji. Hapana. Alikuwa ni mtu ambaye ameweka. Mpaka Mungu anasema kwamba nitafanya agano na Ibrahim. Kwa nini? Nimeshajihakikishia Ibrahim amekubali kwenda na mimi, lakini pia atawaamuru na watoto wake kuweza kuzishika njia za Bwana. Kwa hiyo tunatakiwa tutafute uwepo wa Mungu. Tukaangalia sema kwamba uwepo wa Mungu tunataka tukauchochea, tunataka tukauongeza. Kwa kufanya nini? Jambo la kwanza kabisa la msingi ambalo tulizungumzia, tunasema kwamba uwepo wa Mungu huwa unaongezeka au unachochewa. Jambo la kwanza ni mtu kufanya maamuzi ya kumpokea Yesu. Kwa nini? Wote waliompokea ndio waliopewa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Mungu hauhusiani na viumbe ovyo tu. Mahusiano kati ya Mungu na watu ni mahusiano kati ya Baba na Mwana.
Ndio maana wanafunzi wa Yesu walipokuwa wameomba kufundishwa kusali, aliwafundisha hivi: mkiwa katika kusali, salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Kwa maana kwamba alikuwa anaonyesha kama mnataka mahusiano kati ya nyinyi na Mungu, ni mahusiano kati ya Baba na Mwana. Kwa hiyo ndio maana, kwa nini tunakwambia ni lazima uanze kwenye pointi ya kwanza ya kuokoka? Kwa sababu usipokuwa umeokoka, hauna sifa ya kuwa mwana. Ni waliompokea Yesu ndio waliopewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kama haujampokea Yesu, na maana huu uwezo hauna. Kuna mahali kwenye Warumi anasema na Wagalatia pia anasema kwamba huyo Roho akae ndani yetu kushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Roho Mtakatifu hawezi kuja kukaa ndani ya mtu ambaye hajaokoka. Roho Mtakatifu hawezi kuja kumuongoza mtu ambaye hajaokoka. Na ndio maana njia ya kwanza ya kuweza kuchochea maisha ambayo yatapelekea kuwa na uwepo wa Mungu ni mtu kuamua kabisa kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na saa ya wokovu ni sasa. Leo pia ni siku moja hapo ambayo ninakupa kabisa nafasi ya kuokoka. Baada ya kufisha kidogo, tutapata na muda mwingine wa kuweza kumpokea Yesu, kwa sababu haya mambo yote tunayoyazungumzia, kumbuka somo lenyewe kwa lazima ni kwa muamini. Kwa kama sio muamini, na maana haya mambo yote nitakayokuwa nimekuelekeza hayatakufaidia. Ni mpaka Yesu amekuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Jambo lingine ambalo pia tulizungumzia wiki iliyopita, tulisema kwamba ni maisha ya maombi. Ifika kwenye pointi ambayo hatumuombi Mungu kwa sababu tuna mahitaji tu. Tunaomba Mungu kama sehemu yetu ya ushirika na Mungu. Yesu alikuwa akipanda mlimani akiomba usiku kucha. Yesu alikuwa na mahitaji gani ya kuomba usiku kucha? Alikuwa na mahitaji gani ambayo yanamfanya aache kitanda, aache usingizi, akae huko kwenye milima ambako yamkini kuna mbu, kuna giza, kuna miti. Huwezi jua yamkini hata kulikuwa ni msimu wa mvua. Lakini alikuwa amekaa huko akimwomba Mungu usiku kucha. Alikuwa anatafuta nini? Hapo utagundua kitu chake anatafuta sio hela, ni mahusiano kati ya mtu na baba yake. Kwa hiyo Mungu ameweka alitudesignia kuomba. Ndio maana tunaona maeneo mengi Yesu anakuwa anasema kwamba nanyi mkiwa katika kusali, basi salini hivi: dumuni katika kuomba. Lakini yote haya yanatuonyesha nini? Tuna nafasi ya kushirikiana na Mungu. Hiyo ni njia ambayo Mungu aliweka kwa ajili ya kuhusiana na watu wake na wanawake. Jambo lingine ambalo tuliliona linaloweza kuchochea au kukuza mahusiano ya mtu na Mungu ni mtu kukaa kwenye neno la Mungu. Matendo ya Mitume ile sura ya 6 mstari wa 4, mitume wamewahi kujibu wakasema kwamba sisi tutakuwa tukidumu katika kulihudumia neno na kuomba. Inamaanisha nini? Mtu anapotaka kuwa na mahusiano na Mungu lazima afike kwenye maamuzi ya kwamba nitakula neno la Mungu. Daudi anasema neno moyoni mwangu nimeliweka. Neno la Mungu aliingii moyoni mpaka uwe umeliweka. Hiko ni kitu ambacho watu wa Mungu wanapaswa kukizingatia. Neno la Mungu huwa haliingii moyoni mpaka uwe umeliweka hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Na kwa kufanya hivyo utaanza kuhusiana na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Yohana anasema kabisa ile sura ya kwanza, hapo mwanzo palikuwa na neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo muda wote unaotenga kukaa na neno la Mungu, umeamua kukaa na Mungu. Ndio maana mtu ambaye anakaa na neno la Mungu kwa muda mrefu, faida moja hapo ambayo ataipata, ataanza kuwa ni mtu ambaye anabeba uwepo wa Mungu, kwa sababu Mungu ni neno. Haleluya. Rado shelika pahadia. Shagadabayanama. Radabasheneman. Lakini pia tuelewe jambo lingine ni kwamba ni mazoezi ya utii kwa Roho Mtakatifu. Miongoni mwa kitu ambacho kitasaidia kuchochea au kubeba uwepo wa Mungu kwa mwendelezo au hatua moja kwenda hatua nyingine ni mtu kuwa na mazoezi ya utii kwa Roho Mtakatifu. Mimi nimejifunza mtu akishaokoka tu ataanza kusikia maelekezo kidogo kidogo kulingana na hatua alionayo. Mwingine anaweza tu akaanza kwa kusikia maelekezo ya kwamba sasa hivi uanze kwenda kanisani ukaombe. Mwingine maelekezo atakayosikia anza kufunga. Mwingine maelekezo atakayokuwa anayasikia nenda kafanye usafi kanisani. Mwingine maelekezo atakayokuwa anayasikia, Mungu anatoa maelekezo kulingana na darasa ambalo mtu anakuwa yupo au kulingana na uwezo wa uelewa ambao anakuwa yupo. Lakini jambo moja la kukutia moyo ni kwamba kwa kadri unavyozidi kutii maelekezo moja baada ya mengine, nini kitu moja ambacho kitatokea? Ushirika wako na Mungu utakuwa unaongezeka. Ibrahim aliambiwa toka uende mpaka nchi nitakayokuambia. Akatoka. Alipotoka kule ndo akasikia akamkuta tena sauti nyingine ya Mungu inayomwambia labda fanya hivi, ukae hapa Kanaani, ndio hii nchi ambayo nitakupatia. Baada ya kukaa, baada tena muda kidogo anatii maelekezo mengine,
anasikia Mungu anampa tena maelekezo ya kwamba wewe ndio utakayekuwa baba wa mataifa. Lakini ni matokeo ya nini? Ya kutii hatua kwa hatua, hatua kwa hatua. Kwa kadri utakapokuwa unazidi kutii sauti ya Roho Mtakatifu. Mwingine inaweza tu kaanzia kwenye kuomba, amka uombe. Amka, labda leo funga masaa 12. Leo nenda kashuhudie. Hayo maelekezo kwa kadri utakapokuwa unazidi kuyatii, yanajenga na kuimarisha uwepo wa Mungu kati ya mtu na Mungu. Yanaofanya utendaji kazi wa Mungu uwe rahisi na uwe dhahiri kwenye maisha ya mtu. Na ndio maana utaona kuna watu wamewahi kupokea miujiza hata kwenye maisha yao. Anakuambia nilisikia tu sauti ikaniambia nenda kashuhudie. Baada ya kushuhudia nini kikatokea? Baada ya kushuhudia ndo akakutana na mtu ambaye akamwambia nimependa unavyoshuhudia, unasoma wapi? Anakwambia nikalipiwa ada. Lakini ule mkono wa Mungu au ule utendaji wa Mungu kama Mungu provider, kama Mungu mpaji, asingeweza kukutana nao kama asingetii ile sauti ya kwanza. Jambo lingine ambalo litachochea mahusiano ya mtu na Mungu, haya mambo nayarudia kwa sababu tulijifunza pia wiki iliyopita, ni utoaji wa dhabihu na sadaka. Utoaji wa dhabihu na sadaka unauchochea au unaimarisha udhihirisho wa mkono wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Tuna mifano mingi ya watu wengi ambao maisha yao yamegeuka kutoka kwenye neno la Mungu kwa sababu ya kutoa kwao sadaka na dhabihu. Kwa mfano, Mwanzo sura ya 8 mstari wa 20 mpaka 21 tutaona pale baada ya gharika Nuhu anaambiwa na Mungu kwamba sasa atatoka ndani ya safina. Jambo moja hapo ambalo Nuhu alifanya ilikuwa nini? Alimjengea Mungu madhabahu. Akatoa katika kila mnyama aliye safi. Alitoa nini? Alitoa sadaka. Kwa Nuhu kufanya vile ndio ikapelekea Mungu kuweka agano na watu kwamba kuanzia leo sitaipiga tena nchi kwa gharika. Ina maana kama Nuhu asingeweza kuitii sauti ya Mungu au asingeweza kutii haya maelekezo ya Mungu ya kutoa hiyo dhabihu ambayo ilimpendeza Mungu, yamkini mpaka sasa hivi hizi adhabu za kuwepo kwa gharika zingekuwa zinaendelea. Kwa hiyo mtu mmoja ambaye aliweza kuitii sauti ya Mungu kwenye kutoa dhabihu na kwenye kutoa sadaka, akapelekea sisi tukamwona Mungu anayeweza kukomesha gharika kwenye maisha yetu. Haleluya. Lakini pia tunaona mifano ya watu wengine. Tunaona mfano wa mtu kama Ibrahim. Ibrahim anapewa jaribio na Mungu la kumtoa Isaka mwana wake wa pekee. Baada ya Ibrahim kuweza kufanikiwa kumtoa Isaka, ndio Bwana anasema sasa ninajua ya kwamba Ibrahim yeye mcha Mungu kweli kweli. Jaribu kuwaza kutoka sura ya 12 tunasoma habari za Ibrahim mpaka tunafika sura ya 20, eti Mungu ndo anajihakikishia ya kwamba Ibrahim yeye mcha Mungu kweli kweli. Baada ya kufanya nini? Baada ya kumtoa Isaka. Kwa haya ni miongoni mwa mambo ambayo yanachochea utendaji kazi wa nguvu za Mungu kwenye maisha ya mtu. Na kutokea hapo ndo tunaona maisha ya Ibrahim yakabadilika jumla. Tunamwona ile agano la Mungu ndo analithibitisha kwamba kwa Ibrahim uzao wote utabarikiwa. Kwa hiyo uzao wa sisi tunabarikiwa kutokea kwenye uzao wa Ibrahim, lakini ni Ibrahim aliyeweza kutii utoaji wa sadaka na dhabihu. Kwa mtu wa Mungu, utoaji wa sadaka na dhabihu ni kwa faida yako, ni kwa faida pia ya kizazi chako. Na ndio maana ni hatari sana ukawa hauwezi kutoa sadaka na dhabihu kwa mentality ya kwamba mchungaji wangu atakula. Unayemtolea ni Mungu. Hawa wachungaji, watumishi wa Mungu ambao ni Mungu ni kama tu mikono ya Mungu ya kupokelea. Lakini anayeweza kubariki na kubadilisha maisha sio mchungaji, ni Mungu aliyemtolea. Shalibaradabaha. Lakini pia utaona neno la Mungu sema kwamba ilipo hazina ya mtu ndipo na moyo wa mtu ulipo. Kwa maana kwamba kwa kadri mtu anavyozidi kutoa sadaka, anavyozidi kutoa dhabihu zake, ni kama gundi inayomgandisha kati ya moyo wake na Mungu. Kwa sababu neno la Mungu linasemaje? Ilipo hazina yako ndipo na moyo wako ulipo. Kwa maana kwamba ukitoa sadaka yako kwa Mungu, ina maana umeupeleka na moyo. Ukiupeleka moyo wako, ina maana sadaka yako inakuwa ni kama gundi inayoweza kukusaidia wewe usihamishwe kwa Mungu kirahisi. Na ndio maana watu wengi wasiokuwa wana tabia ya kutoa sadaka wanaweza hata kuacha imani, kwa sababu hakuna kinachoweza kuwatetea, hakuna kinachoweza kuwabeba nyakati kama hizo. Mtu kama Dorcas, kilichofanya maisha yake yakarejea ni utoaji wa sadaka.
sadaka yake iliweza kupiga kelele mpaka maisha yakarejea. Leo tunasema sisi watu ambao sio wa Israeli tumepokea wokovu, lakini huo wokovu tuliutolea wapi? Tuliutolea kwa mtu ambaye alitoa sadaka kwenye Matendo sura ya 10, anaitwa Kornelio. Alitoa sadaka mpaka Mungu anasema kwamba sadaka zako zimeshafika. Kwa hiyo mtu kama huyu ambaye ameweza kutoa sadaka kama hivi hana budi kupokea wokovu. Ndio maana Petro akaja sasa nimejua ya kwamba Mungu hana upendeleo. Kwa sababu mwanzoni Petro alikuwa anajua ni nini? Alikuwa anajua kwamba wokovu ulikuja kwa ajili ya Wayahudi. Na ndio kwa mujibu wa neno la Mungu kwamba alikuja kwa walio wake. Kwa mwanzoni mission ilikuwa ni kwa walio wake, lakini kwa mtoaji mmoja wa sadaka akatransfer ule wokovu kutoka kwa walio wake mpaka kwa wasio wake. Leo wote tunaitwa kwa wana wa Ibrahim. Leo wote tunaitwa kwamba ni wana wa Mungu. Lakini njia moja hapo ambayo ilileta huo wokovu kwa watu wa mataifa ni nini? Ni utoaji wa sadaka. Njia moja hapo ambayo italeta wokovu kwa watoto wako, kwenye uzao wako, watolee sadaka. Toa sadaka. Ndio mwingine unaweza hata ukaa sio kwamba unatolea wao sadaka. Ila yale maisha yako ya utoaji wa sadaka, Mungu anaweka kabisa agano kwamba huu uzao hautaharibika. Angalia mtu kama Suleiman. Mungu anamwambia kabisa wazi wazi, kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Alimwambia kazi moja hapo ambayo alifanya nini? Alimwekea Mungu hazina za kujenga hekalu. Raba shete ketelia. Kwa hiyo utoaji wa sadaka ni miongoni mwa vitu ambavyo vinachochea uwepo wa Mungu. Sasa leo tuangalie kwa undani faida au umuhimu, kwa sababu lengo la somo letu lilikuwa ni kutuonyesha faida. Lengo la somo letu lilikuwa ni kutuonyesha pia umuhimu wa uwepo wa Mungu kwenye maisha ya muumini. Tuzione sasa hizo faida. Zipo faida nyingi. Hata hizi nitakazo kuonyesha utagundua ukiendelea kukaa neno la Mungu utakutana nazo nyingi sana. Yaani kama kwa hiyo tunataka kuhakikishia faida za uwepo wa Mungu ni nyingi. Ni mtu tu kuamua kukaa na Mungu. Ni mtu tu kuamua kulipa gharama, lakini ni nyingi mno. Na hizi faida zetu tutaziangalia kutoka kwenye Zaburi ya 91. Kutoka kwenye Zaburi ya 91. Mstari wa kwanza anasema kwamba aketie mahali pasili pake aliye juu. Aliye juu ni nani? Ni Mungu. Atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Mwangalie huyu mtu wa Zaburi 91, sifa moja hapo ambayo tunapewa kutoka kwake. Hakuwa anahudhuria mbele za Mungu. Alifika kwenye pointi alifanya maamuzi ya kuketi. Na haya ndio maisha ambayo Mungu anayataka. Apate watu ambao watasema sisi tunakaa nyumbani mwa Mungu. Sisi tunakaa humo. Ndani yake tunaishi, ndani yake tunakwenda, ndani yake tunakuwa na uzima wetu. Yaani ukitoa sisi ni wazima tuko ndani. Ukiona tunatembea tuko humo. Ukiona tunaishi ni kwa sababu tuko ndani. Aketie. Sio anayehudhuria. Sio anayejitokeza kukiwa na tukio fulani. Sio anayekuja ibadani siku ya Christmas na Pasaka. No. Tunamzungumzia aliyelipa gharama za kuketi. Amehamisha kila kitu chake. Amesema Bwana Yesu, nitakaa humu. Nitaomba humu. Nitasoma neno la Mungu humu. Ajira yangu nitaipatia humu. Nitaifanya humu. Biashara yangu nitakuwa nafanya nikiwa na Bwana. Kwa nini? Nimeshajifunza. Pasipo yeye mimi siwezi neno lolote. Nataka kufanya biashara, pasipo Bwana siwezi kufanya biashara. Nataka kuajiriwa, pasipo Bwana hakuna mwajiri ambaye ataweza kuishi na mimi. Nataka kuwa mwanafunzi bora, pasipo Bwana mtihani naweza nikajiandaa na siku ya mtihani nikaona giza. Nikiwa na Bwana tu ndo naweza nikashinda. Mtu aliyefanya maamuzi haya ndo anaitwa aketie mahali pake pasiri. Amekaa humo. Yaani yupo humo. Sasa faida zake ni zipi? Ndio maana tunaona mwanzoni tulikuwa sasa tunasitizana. Tunapozungumzia uwepo wa Mungu, hatuzungumzii matukio. Tunazungumzia maisha. Ni maisha ya kila siku, ni maisha ya kila muda, ni maisha ya kila dakika. Faida ya kwanza itakuwa ni nini? Faida ya kwanza ambayo utaipata kwa kuwa mtu ambaye unakaa kwenye uwepo wa Mungu ni kujibiwa kwa maombi yako na maombi ya wengine ambao utawaombea. Ni mtu ambaye anakaa tu kwenye uwepo wa Mungu ndio ana uhakika wa kujibiwa kila ombi analoomba. Lakini ndio mtu pekee pia ana uhakika wa kujibiwa hata maombi anayoombea watu wengine. Ukikuta mpaka Mungu anakwambia kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu, ina maana kuna maombi anayakumbuka Daudi aliyoyaomba, anagundua kwa ajili ya Daudi nitajibu. Ni kwa ajili ya Daudi. Angalia kwa mfano ile Mwanzo sura ya 18.
mstari wa 20 mpaka 32 pale. Utaona ni kile kipindi ambacho malaika neno Mungu kama kulikuwa kuna watu watatu walikuwa wanapita kwa Ibrahim. Lakini hawa watu hawakuwa wanakuja kwa Ibrahim, walikuwa wanaelekea mji wa Sodoma na Gomora. Walipokuwa wakienda kule wakamkuta Ibrahim ambaye ana ushirika na Mungu wa kila siku. Na Ibrahim kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anawafahamu watu wa Mungu vizuri, ameshahusiana nao kiasi kwamba anafahamu Bwana ni yupi. Akasema bwana wangu mkae hapa. Angalia conversation iliyoendelea kati ya Ibrahim na Bwana. Ibrahim, Bwana mwenyewe anasema hivi, je, nimfiche Ibrahim jambo hili? Jaribu kuwaza, huyu Bwana yamkini alikuwa ametokea huko mbali na ameficha wengi. Ila alipofika kwa Ibrahim ambaye ana ushirika naye, ambaye ana uwepo wake, akagoma, akagundua hawezi kumficha. Bwana hawezi kukuficha jambo ikiwa wewe ni mtu wa uwepo wake. Bwana hawezi kuficha jambo ikiwa wewe ni mtu wa ushirika naye. Angalia kitu kingine ambacho kitokea. Ibrahim akaanza kuomba kwa ajili ya mji wa Sodoma. Anasema, Mungu, utaangamiza wenye haki na waovu. Mungu anamjibu hamna, utafanya hivyo. Mpaka Ibrahim anaanza kuomba, wakiwepo 50, wakiwepo 40, wakiwepo 30, mpaka anafika kwenye level ya kuwa 10. Bwana anamjibu, akiwepo 10 sitaangamiza. Lakini unaona hata Mungu alipoenda kule Sodoma na Gomora aliwakosa 10, lakini alimthibitishia Ibrahim kwamba sitaangamiza mwenye haki na mwovu kwa kumtoa ndugu yake Lutu. Ila haya maombi yalijibiwa kutoka kwa mtu gani? Sio kutokea kwa Lutu. Ni kutokea kwa Ibrahim aliyekuwa amejenga tabia ya kuwa na uwepo wa Mungu. Kwa hiyo kwa kadri ambavyo utakuwa unazidi kuwa ni mtu ambaye unalipa gharama ya kukaa na uwepo wa Mungu, faida moja wapo ambayo itatokea ni nini? Wewe ndio utakayekuwa mkombozi hata wa ndugu zako. Wewe ndio utakayekuwa hata mwokozi wa ndugu zako. Na ndio maana hata Waebrania inatuambia ya kwamba Yesu ni kuhani mkuu akituombea. Kwa nini anatuombea? Kwa sababu kupitia yeye anaweza akakomboa wengine wote, kwa sababu yeye ni mtu wa uwepo wa Mungu. Shalibaradabahan. Zaburi ya 91 mstari wa 2 anasema kwamba nitasema. Tafsiri nyingine inasema kwamba I will declare, nitatamka. Akitamka na maana tayari yao ni maombi. Nitasema nini? Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu. Kwa hiyo muda wote ambao Daudi akisema kwamba Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, ulinzi wa Mungu huwa unamsogelea. Uaminifu wa Mungu huwa unamsogelea. Yale ambayo yanawaangamiza wengine yakifika kwa Daudi huwa hayawezi kufika. Kwa nini? Ni mtu anayekaa kwa Mungu, ni mtu ambaye anakaa kwenye uvuli wa Mungu, ni mtu ambaye anakaa mahali pasiri. Kwa hiyo faida moja hapo ambayo utapata kwa mahali utaipata kwa kuwa mtu wa uwepo wa Mungu, ni mtu ambaye utakuwa unaweka wa kujibiwa maombi yako. Lakini pia utajibiwa na maombi ya watu wengine utakaoweza kuwaombea. Ndio maana Mambo ya Nyakati pale wa pili pale anasema kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakinyenyekesha na kuomba, Mungu anaponya mpaka nchi kwa ajili ya watu wakao, kwa ajili ya wale walioomba ambao ni watu wa uweponi mwake. Hii nchi yetu inahitaji tu watu ambao watalipa gharama ya kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Jaribu kuwaza, mimi nikilipa gharama, wewe ukilipa gharama na watu wengine tukalipa gharama ya kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Sio tu tumepona sisi, tumeponya mpaka nchi. Tumeponya mpaka watoto wetu. Tumeponya mpaka uzao wetu. Amua kuwa mtu wa uwepo wa Mungu. Mungu ambaye unataka kumwendea kwa njia ya emergency, kuna siku utamkosa, atakukuta yale ya manabii wa Baali. Utadhihakiwa na matatizo. Nitakwambia itakuwa Mungu wako amelala, muamshe. Ni kwa nini? Una matukio. Wewe na Mungu hamna maisha. Hamna maisha. Na ndio maana Zaburi sura ya 119 mstari wa 165 anasema kwamba wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Ni kwa nini hawana la kuwakwaza? Ni watu wa uwepo wa Mungu. Ni watu wa kwenye uwepo wa Mungu. Faida ya pili, unalindwa mbali na uharibifu unaowapata wasio na ushirika wa Mungu. Ukishaamua kulipa gharama ya kuwa mtu wa kwenye uwepo wa Mungu, mabaya yanayowapata watu wengine hayaruhusiwi kupata wewe. Hayaruhusiwi. Yaani hayaruhusiwi. Usianze kusema mengine Bwana anajua. Yaani kama Bwana atataka upitie mabaya, basi atatimiza ile Zaburi. Hujakupita kwenye bonde la uvuli wa mauti, awe na wewe. Ila sio wewe upite, yeye awe yuko anafurahi. Hiyo hamna. Ndio maana akina Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego walivyodumbukizwa kwenye tanuru la moto,
yule bwana wao ambaye waga wanakutana naye mara 3 wakaingia naye kwenye moto. Na mahali popote ambapo bwana akiwepo, wewe mwenyewe unajua matendo yake yali ambayo waga yanawaribu wengine, wewe kwako anaweza tu yakawa ni chakula. Radabashaliga. Kwa hiyo unalindwa mbali na uharibifu nao wapata wengine wasiokuwa na ushirika na Mungu. Angalia kwa mfano ile Kutoka sura ya 8 mstari wa 22. Anasema kwamba nami siku hiyo nitatenga nchi ya Gosheni watu wangu wanayokaa, ili hao manzi wasiwe huko. Yaani amri iliyotolewa na Mungu, kutakuwa na manzi juu ya nchi yote ya Israeli. Ila kuna kipande wanaishi wana wa Israeli ndani ya Misri, kilibidi kisipatwe na manzi. Kwa nini? Kwa sababu kwenye hiko kipande wanakaa watu wa Mungu. Kwa hiyo mabaya yaliokuwa yanawapata wana wa Misri kwenye nchi ya Misri yalikuwa hayawasogelei Waisraeli kwenye nchi ya Misri. Ni nchi moja, ila kuna watu wanasafa na kuna watu wanamfurahia tu bwana, wanaona kila siku kama maisha yanaendelea. Lakini haya ni matokeo ya nini? Ni matokeo ya watu ambao walikuwa wamekaa kwenye uwepo wa Mungu. Ndio ambao wanaweza wakauona ulinzi wa Mungu kwenye vitu vyao, ndio ambao wanaweza kaona ulinzi wa Mungu kwenye afya zao, ndio wanaweza kuona ulinzi wa Mungu kwenye kila ambacho wanakifanya. Ndio maana Zaburi pia sura ya 9 hii Mwanzo sura ya 9 mstari wa 27 anasema kwamba Israeli akakaa katika nchi ya Misri, ambayo wale wa Misri waliokuwa wamekaa nayo wanachokumbuka kipindi cha Israeli ni mapigo, ni kuuliwa watoto wao, ni kupata sijui maji kugeuka damu, mapigo mengi tu. Lakini kwenye hiyo nchi ya Gosheni wao walipata mali. Kwenye hiyo nchi ya Gosheni wao walizidi na kuongezeka. Usisahau wanazidi na kuongezeka kipindi ambacho wenzao wanapata matatizo kwenye nchi moja. Ni ndani ya nchi moja. Wao wanatuthibitishia nini? Kwamba mtu anayekaa na Mungu anakuwa na eneo lake. Yaani ni eneo ndani ya eneo, lakini limeshatengwa maalum. Ndio maana kama unakumbuka vizuri, miongoni mwa mashtaka ambayo shetani amewahi kumshtaki Ayubu, alisema nadhani huyu Ayubu anakucha bure. Nikitaka kumkaribia Ayubu nakuta umemzingira kwa ukigo. Kumbe tusichokijua, unapoamua kuanza kuenda na Mungu, Bwana huwa anatuma ukigo maalum ambao watu huwa hawauoni, lakini matatizo wanauona huo ukigo. Ndio maana yakipata watu wengine, wewe hayakupati. Ulinzi wa Mungu kwenye maisha yako utaongezeka kwa kadri ambavyo unazidi kuwa mtu wa kwenye uwepo wa Mungu. Na ndio maana ni hasara ukiacha kuwa mtu wa uweponi mwa Mungu, kwa sababu hasara moja hapo ambayo tunaipata ni nini? Ni unafahamisha na yule mtu ambaye anasema kwamba amebomoa boma. Wewe ndio unaanza kufanya ukuta wako kuwa ukuta mlegevu wa maisha. Kwa hiyo ulinzi wa Mungu unapungua. Ndio maana tukajifunza pale mwanzoni kwamba kuna maisha ukiyaishi yatachochea uwepo wa Mungu, lakini ukiyaacha yatafanya uwepo wa Mungu pia upungue. Ndio maana anasema kwamba nao wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kumbe kuna matendo ukiyatenda, utukufu wa Mungu ukipungua, ulinzi wa Mungu umepungua kwenye maisha yako. Uwepo wa Mungu ukiongezeka, utukufu wa Mungu umeongezeka kwenye maisha yako. Na ndivyo na ulinzi wa Mungu unavyozidi kuwa mwingi kwenye maisha yako. Haleluya. Kwa hiyo chochote kile ambacho kitakatisha ushirika wako na Mungu, uwe kabisa unajua kwamba hii kinataka kukatisha ushirika wangu na Mungu, kinataka kuondoa ulinzi wa Mungu kwenye maisha yako. Muda wako wa maombi umefika, ila unaona kuna jambo lingine linataka lije linaleta la maana, jikumbushe kwamba kuna ulinzi wa Mungu unataka kupungua kwenye maisha yangu. Naamini hautakuwa tayari kuhakikisha ulinzi wa Mungu, kwa sababu Mungu akiondoka, ni nini ambacho kitakutetea? Bwana asipolinda mji, nani ataweza kulinda? Ni mji ambao umemshinda Bwana, ni mlinzi gani anayeweza akauweza? Faida ya 3 ambayo pia tunaipata ni kwa kuwa mtu kwenye uwepo wa Mungu, unaona utendaji kazi wa malaika wa Mungu kwenye maisha yako. Nimejifunza kwa kadri ambavyo unazidi kulipa gharama ya kuwa mtu wa uwepo wa Mungu, malaika wa Bwana huwa wanaagizwa kwenye maisha yako. Zaburi ya 91 mstari wa 11 anasema hivi: kwa kuwa atakuagizia, sio utawaomba. Neno la Mungu linasema kwamba atakuagizia.
Kwa hiyo kazi yako ni kukaa na Mungu, alafu kazi ya Mungu ni kuagiza malaika. Ukikuta umeanza kuomba sana maombi ya malaika kwa takataka sana, hiyo ni dalili mbaya kuonyesha kwamba mtu wa Mungu unaonekana aidha kuna ufahamu hauna, au hutaki kulipa gharama za kukaa na Mungu. Kwa hiyo unataka kumpiga Mungu chenga akutumie malaika. Kwenye ushirika upi? Mkataba unasema kaa na Bwana, alafu Bwana atakuagizia malaika. Amen. Anasema atakuagizia malaika zake, na hao malaika wanajua kazi yao, wakulinde katika njia zako zote. Ukiwa umekaa wanapaswa kuwa na wewe. Ukisema sasa ngoja nitembee niende zangu mjini, wako na wewe. Kwa sababu wanapaswa kurudisha ripoti kwa Mungu kwamba binti yako, kijana wako hajapata madhara yoyote kwa sababu ulituagiza. Umevamiwa na vibaka, wamekuibia. Malaika wako walikuwa wapi huo muda? Kazi yao si wameambiwa kwamba watakulinda katika njia zako zote? Au hiyo njia uliyopita malaika hawajui? Kuna mahali mliachana hapa katikati. Wewe ulivyokunja kushoto, bahati mbaya wao wakunja kulia, ni uongo. Na njia moja ambayo itafanya malaika waache, kwa sababu malaika wanaagizwa kwa kadri ambavyo mtu anazidi kukaa na Mungu. Watu wa Mungu tulipe tu gharama ya kumtaka Bwana. Tukimtaka huyu Bwana, yeye anajua. Baba mwema yoyote anafahamu ana jukumu la kulinda mwanae. Sasa ushirika na baba kama ukiukataa, alafu unataka malaika wa Bwana. Na Mungu usisahau sio mtu. Mtu ndio unaweza ukamwandikia asijue kama umemdanganya, lakini Mungu huwezi kumdanganya. Una ushirika na Mungu huna. Unao. Amen. Kwa hiyo ulinzi wa utendaji kazi wa malaika utaonekana kwenye maisha ya mtu kwa kadri ambavyo huyo mtu anatembea na Mungu. Ndio maana utagundua hata Musa, kuna muda Mungu aliwahi kumwambia nitakutumia malaika yake. Yaani Musa alikuwa amekaa na Mungu kiasi kwamba anajua malaika anaishiaga wapi kwa uwezo na Mungu anaishia wapi. Alikataa. Yaani Mungu, mimi nikae na wewe afu nitumie malaika? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa ameshalipa gharama. Muda ambao wana Waisraeli wako chini wanakula na kunywa, yeye yuko siku 40 mlimani. Anakaa tu na Bwana. Anampata tu Bwana. Kwa kadri unavyozidi kukaa na Mungu, kwa kadri unavyozidi kutafuta uso wa Mungu, faida moja hapo ambayo utaipata, malaika watakuwa ni vitu vya kawaida tu, wala sio kitu cha kutisha. Ndio maana unaona watu kama akina Manoa, sasa malaika wa Bwana akawatokea, afu anamuuliza tu, una ujumbe gani? Ni vitu vya kawaida kwa sababu tuna ushirika na Mungu, ni watumishi wanaopaswa kutumikia maisha yetu. Zaburi 103 mstari wa 20 anasema hivi, anasema kwamba muhimidini Bwana enyi malaika zake zote, ninyi mliohodari mtendao neno lake. Kule juu tumejifunza faida moja, kitu moja ambacho kitachochea uwepo wa Mungu kwenye maisha ya mtu ni mtu wa neno la Mungu. Ukiwa mtu wa neno la Mungu, kwa mfano labda nikuelekeza kwa njia ya kivitendo kabisa. Moyoni mwako ukiwa umejaza neno la Mungu, alafu labda ukao unalitamka. Kwa mfano unasema kwamba sitakufa bali nitaishi ili niasimulie matendo makuu ya Bwana. Unajua nini ambacho kinatokea? Malaika wa Bwana wanasikiaga sauti ya neno la Mungu. Ukitamka hivyo, kwao ni maelekezo ya kuanza kusafisha njia yako mbali na kila kitu ambacho huwa kinaua watu. Kwa sababu umetamka hivi, hautakufa bali utaishi ili uyasimulie matendo ya Mungu. Kwa hiyo faida nyingine ambayo tunaipata kwa kuwa mtu ambaye utalipa gharama na kukaa kwenye uwepo wa Mungu, kuwa mtu wa maisha ya uwepo wa Mungu, faida ya tatu ambayo unaipata ni utaona uhalisia wa utendaji kazi wa malaika wa Mungu kwenye maisha yako. Utendaji kazi wa malaika wa Mungu kwenye maisha yako. Malaika wa Mungu ni watumishi wa Mungu ambao ni watumishi wa Mungu, lakini pia ni watumishi wetu ambao Mungu huwa anawatuma kwa ajili ya kutuletea ujumbe, kwa ajili ya kuleta maagizo fulani. Ndio maana Zaburi hiyo sura 91 mstari wa 11 hadi 12 anasema kwamba kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Kwa kama kuna jambo ambalo Mungu ameahidi kulifanya kwa mtu yote yule ambaye ameamua kukaa na yeye, ameamua kuwa ni mtu wa kwenye uwepo wa Mungu, ni kwamba utaagiziwa malaika wakulinde
katika njia zako zote. Kwa hiyo Bwana ataagiza malaika wakulinda kwenye njia zako. Lakini pia atakuwa mikononi mwao. Angalia hawa malaika wanadi jukumu la kuhakikisha wanakuchukua mikononi mwao, watakuchukua. Usije kujikwaa mguu wako katika jiwe. Watakuchukua ili usijikwae mguu wako katika jiwe. Kwa hiyo kama hawa malaika wanaagiza mpaka kukuchukua kwenye mikono yao, ina maana wamepewa maelekezo ya kuhakikisha haupatwi na madhara yoyote kwenye maisha. Haupatwi na madhara yoyote kwenye kila njia. Akisema njia zako zote, ina maana anafahamu kuna wakati njia zako zote itakuwa ni wewe ni mwanafunzi. Njia zako zinazofuatia hapo utakuwa ni mfanyabiashara. Njia zako nyingine zinazofuatia labda utamiliki mashamba. Zote hizo ni njia zako. Na wameelekezwa kwenye hizo njia zako zote wakulinde. Kwenye hizo njia zako zote uhakikishe uko salama. Kwenye hizo njia zako zote uhakikishe kwamba haupatwi na dhara lolote. Nyoka anakung'ataje shambani afu na malaika wapo? Muda mwingine mtu wa Mungu unapaswa kujiuliza maswali kama haya ili uanze kuona uhalisia wa neno la Mungu kwenye maisha yako. Nilipokuwa natembea barabarani, sikuwa najua pembeni kuna nyoka akaning'ata. Nyoka amekung'ata? Unakaa kwenye uwepo wa Mungu. Wakati wanadi uwezo wa kukuchukua kwenye mikono yao usijikwae kwenye jiwe. Jiwe ambayo tu unaweza ukajikwaa na usianguke ukaisogeza pembeni hata kwa miguu yako. Wako responsible kuhakikisha wanakubeba. Afu nyoka hakung'ati? Kuna kitu kikanipitia. Ulikubaliana nacho wapi? Mpaka kikakupitia. Ninajaribu kufikirisha kwa upana ili ukiwa tunazungumzia utendaji wa malaika, ukiwa unaudai waga unaudai kwa nguvu. Yaani tukienda pale Kariakoo, uwe makini sana. Muda wote wamekupora. Wamenipola. Watarudisha nyumbani. Tabidi waende nyumbani kwangu, nikute nyumbani labda ndo pona yao. Hiyo siku nitawanyima usingizi, nitawekea kiu ya maji, yani nitawavuruga, tumbo litavuruga, kila hali ambayo waga haiwapati itawapata. Na watajua sasa kwamba yani yale mambo ambayo waliwapata watu wa Yona yatawapata na wao. Shehena zao watazishusha mpaka warudishe vitu vyangu. Imeandikwa ataniagizia malaika zake wanilinde katika njia zake zote. Ni njia zangu, ila wana kazi ya kunilinda kwenye hizo njia. Lakini wewe ujasiri huwezi kuwa nao kama wewe sio mtu wa uwepo wa Mungu. Yaani wewe mahusiano yako na Mungu wewe tia maji tu. Wewe mwenyewe unafahamu baada ya dakika kadhaa utarudi kwa Mungu muombe toba. Baada hapo kidogo mwambie Bwana Yesu pale niiteleza. Kwa mambo yakikupata wewe mwenyewe unawaambia tu tuyaache tusinie makuu. Lakini ni kwa nini? Ni kwa sababu hauna ushirika wa kumaanisha na Mungu. Elia anawaambia mmesema mimi ni mtu wa Mungu. Ngoja nionyeshe tofauti ya mtu wa Mungu na mtu mwingine. Akatuonyesha sasa kama kumbe kuna tofauti kati ya mtu anaitwa kama ni mtu wa Mungu na anakaa mbele za Mungu na mtu ambaye sio mtu wa Mungu. Yule mfalme aliwahi kulalua mavazi yake baada ya kuja yule jemedari. Akasema, "Je, mimi ni Mungu hata niponye?" Alafu angalia mtu ambaye anabeba uwepo wa Mungu anaitwa Elisha. Akasema hivi, "Mwambie huyo jemedari kuna Mungu Israeli." Kuna mtu amekaa na Mungu mpaka anaweza kawaambia watu kama yupo Mungu Israeli. Alafu akisema kama yupo Mungu unatakiwa umuone yeye ndio umuone Mungu. Sio kwenye pointi ambayo unakaa na Mungu mpaka watu wakikukuta wewe wanakuwa wamekutana na Mungu. Haya mambo ni kwa faida yako binafsi, ni kwa faida pia hata ya jamii iliyokuzunguka. Kwa kukaa na Mungu, Mungu anaanza kuagiza malaika. Sio unawadai, anaagiza. Amesema atakuagizia. Sio utasema baba leo prayer point naomba malaika. Anafahamu kwa kiwango cha ushirika ulionao kati ya wewe na yeye, anapaswa kuagiza malaika. Mimi nimewahi kujiuliza swali jepesi tu. Rais akichaguliwa kuwa rais anaandika barua maalum ya kwanza kuomba ulinzi. Wanafahamu kwenye system akiitwa rais anapaswa kupewa escort. Kuna watu sasa anapaswa kupangwa kwenye kikosi cha kumlinda. Kwa nini? Hadhi yake haruhusiwi kutembea bila ulinzi. Hao ni wanadamu tu. Je, Mungu ambaye umeamua ukae naye, ambaye umeamua uspendi muda na yeye umtafute, huyo yeye hawezi kuagiza? Je, WTZ iweze kuagiza afu Mungu ashindwe kuagiza?
basi jidebitishe liwe Mungu. Manangu ni nini? Tuamue kulipa gharama ya kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Ni kwa faida yetu. Faida nyingine ambayo tunaipata kwa kukaa na Mungu, kwa kuwa ni watu ambao wa uwepo wa Mungu, faida yetu ya 4 hiyo ni kuaminiwa na kurejeshewa mamlaka ya roho. Kwa kadri unavyozidi kukaa na Mungu, faida moja hapo ambayo inatokea, Mungu anakuamini kwa kukupa mamlaka. Kwa maana nyepesi ni hivi, kwa kadri unavyozidi kukaa na Mungu, kuna vitu Mungu anagundua hivi hapo unavyoweza, anakuamini. Haihitaji tena uende kwa Mungu unaovidai. Unaaminiwa. Ila ni kwa kufanya nini? Ni kwa kukaa na Mungu. Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa kwanza, Elia aliwahi kujibu swali kwa namna fulani ya ajabu sana. Akasema hivi, ikiwa mimi nasimama mbele za Mungu, kama mimi Elia, kazi moja hapo nilionayo hapa mjini ni kukaa na Mungu, naamuru hivi, umande, yani Elia alizuia hadi umande. Sababu Elia ni alikuwa anafahamu kwamba kuna mazao waga yanaweza yakastahimia hata kwenye maeneo kame yakakuwa kwa umande. Akazuia mpaka umande, akazuia mpaka mvua. Akasema isipokuwa kwa neno langu. Aliamuru mpaka mvua ikamsikia. Aliamuru mpaka umande ukamsikia. Yaani Elia alienda mpaka kwenye koki za umande akazifunga, za mvua nazo akazifunga. Kwa nini? Kwa sababu wametenda ubaya juu ya nchi. Kwa hiyo akasema kwamba ninaamuru ya kwamba mvua haitakuwepo wala umande, ila kwa neno langu. Hii mamlaka Elia alitoa wapi? Alikuwa ni mtu ambaye anasimama mbele za Mungu. Alikuwa ni mtu ambaye anakaa na Mungu. Amekaa na Mungu mpaka Mungu ameshamwamini kwa ajili ya mamlaka. Yaani wakati wa Elia alikuwa alifanikiwa kukaa na Mungu, eneo la mvua kwa Israeli lilikuwa kwenye mkono wa Elia. Anaamua ije saa ngapi, isije saa ngapi. Lakini pia utaona Joshua sura ya 10 mstari wa 12 hadi 13 anasema kwamba ndipo Yoshua akanena na Bwana katika siku ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli. Kulikuwa kuna vita usisahau kwenye kipindi. Alafu angalia Joshua alichokisema. Akasema mbele ya macho ya Israeli, wewe jua, simama kimya juu ya Gibeoni, na wewe mwezi, simama katika bonde la Ayaloni. Mtu wa Mungu, wewe jua ambalo linachomoza bila kukupa taarifa, kuna mtu anamwambia jua, simama kimya. Na mwezi, ameupa na upande, usimamia wapi? Wewe jua simamia kule Gibeoni, mwezi nenda Ayaloni. Hayo mamlaka aliyatoa wapi? Wewe tu unafahamu, unakuwa usiku umepanga kwenda kutoka na mvua inakuja na inakunyeshea. Nawe ni mwana wa Mungu, mbinguni unaenda. Ila tofauti ni nini? Amelipa gharama kiasi kwamba ameaminiwa kwenye mamlaka. Mtu wa Mungu, hii dunia kuna Mungu anayeweza kugawa mamlaka tusipomuonyesha. Kuna watu wataendelea kutuonyesha dhiaka. Yaani njia moja hapo ambayo itakomesha dhihaka kati ya watu wanaomjua Bwana na wasiomjua Bwana ni uwezo wa kubeba mamlaka na kudhihirisha. Ila hii ya maneno matupu, tatukanwa. Yaani matusi, yaani itakuwa inaonekana tu kama vile kuoka ni matusi tu. Ni fedhea, ni kitu ambacho sio cha maana. Lakini mbona watu wameishi na huyu Mungu na wamefanya mambo ya ajabu? Tuamue kulipa gharama ya kukaa na Mungu. Utaona shuhuda za watu kama Mungu kama akina Idaosa. Yaani mtu anaamua alipia hadi kipindi, anaenda kuambia wachawi, hamtafanya kikao. Wewe wanakutokea tu chumbani kwako. Hiyo siku ukiamka asubuhi una ushuhuda. Mpendwa, mbona shingo haigeuki? Usiani. Walinitembelea leo na mimi. Walikutembelea nyumbani kwako bila hodi na shingo wakupindisha. Haya ni matusi. Yaani hii hata sio shuhuda. Alafu hapo ndo Mama John unasema namshukuru Mungu nimepona, walau nimerejea ibadani wiki ya 3 baada ya kuumwa shingo. Ni ushuhuda huo, ni matusi? Hapana jamani, watu wa Mungu, hiyo sio shuhuda. Tulipe gharama za kukaa na Mungu.
Watu walikaa na Mungu wakatuonyesha maajabu ya Mungu wetu. Na sisi tufike kwenye pointi ambayo kwenye nyakati zetu na sisi tuyaonyeshe maajabu ya Mungu wetu. Baba, mbona umenyoa kipara? Nilikuta wamenitengenezea hapa ramani ya Tanzania. Mpaka wanachukua huo wembe, sijui unajua wenyewe wachukua nini. Wamenitengeneza ramani. Na eti huo muda unaofahamu kama kuna malaika wanaofanya kituo. Nilipaswa nimkute huyu mtu kichwa miguu yake na vivi vimetengana. Alafu wanipe ripoti. Huyu alitaka kukunyoa. Tumeona dawa yake ni kumtendea haya. Mungu wetu ni Mungu halisi sana, na ndio maana kwa nini tunauzungumzia kwa sababu tunautaka ule utendaji kazi wa Mungu. Tunamtaka yule Bwana ambaye anaweza yote tumuone kwenye maisha yetu. Mimi nadhani hata wewe umechoka na stori za Bwana anaweza yote, alafu ukiangalia ameweza nini wewe mwenyewe uelewi, ila ndio hivyo sasa amesema anaweza yote. Sasa tuendelee umomo mwenyewe anaweza yote? Hapana. Tunataka hiyo anaweza yote. Tukisema anaweza yote tunajua tunamaanisha kitu gani. Lakini pia usisahau hata wakati wa Yesu Mungu alikuwa anatukuzwa kwa baada ya kufanya vitu. Tumdai Mungu, unapokeaje sifa ambazo hujafanya chochote? Wanasema kwamba walipoyaona matendo yale wakastaajabu. Wakasema mambo haya hayajatokea kwetu hivi. Hata vipofu wanaona na viziwi wanasikia, alafu akamtukuza Mungu. Kwa hiyo vipofu wasingeona, viziwi wasingesikia, wangeendelea kumtukana Yesu. Wangeendelea tu kumdhihaki. Ni mpaka kuna jambo limetokea ndio Mungu ataheshimiwa. Kuaminiwa. Lakini pia haya ni miongoni mwa mambo ambayo unaona utaaminiwa na Mungu kwa kutembea na Mungu. Mtu yote ambaye ataamua kujipa gharama kutembea na Mungu, miujiza haitakuwa vitu vya kushtua. Kwake itakuwa tu ni kawaida. Ndio maana anasema Musa alimuonyesha njia, ila wanaweza ndio matendo. Yaani Musa kwa baada ya miujiza alikuwa kitu cha kushtusha. Sababu alishazoea, anaweza kaweka mkono wake kifuani akautoa unaokoma akarudisha haupo, akatupa fimbo. Amezoea. Kwa hiyo akabaki tu na njia za Bwana. Jambo lingine ambalo faida nyingine ambayo utaipata kwa kuwa mtu wa kutembea na Mungu, utaheshimiwa na Mungu. Utaheshimiwa na Mungu kabisa. Mungu anawaheshimu watu wanaokaa na yeye. Hivi unajua mpaka Mungu ameandika hivi, asiyewajali watu nyumbani mwake ni mbaya kuliko asiyeamini. Ni kwa sababu Mungu yeye anawajali watu nyumbani mwake. Na unajua kujali maana neno moja hapo, maana moja hapo sahihi ya kujali ni kuheshimu. Ni kuheshimu. Ndio maana Isaya 43:4 anasema hivi, kwa kuwa umekuwa wa thamani machoni pangu, mwenye nini? Kuheshimiwa. Nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila watu kwa ajili ya maisha yako. Mungu akikuheshimu kwenye maisha, atalazimisha kila kitu kiwe upande wako, sio kiwe kinyume nawe. Yaani Mungu hawezi kusema tena kuheshimu wewe, alafu yakaja mafuriko na wewe akakupata. Hapana. Ukiheshimiwa na Mungu, kila kitu cha maisha kitakuwa kipo upande wako, sio kinyume chako. Ukiheshimiwa na Mungu, mwamba ambao wengine wakikaa unawaunguza, wewe utatoa maji. Utapoza kiu. Mungu akikuheshimu, Gerari ambao kuna jangwa wanakokimbia wengine, wewe ndio unakuwa mtu mkuu. Hayo ni matendo ambayo tunaona kwa watu ambao walipa gharama ya kutembea na Mungu. Mungu akikuheshimu, Sham ambayo ukiingia kwa kawaida hauhitaji maombi maalum ya kufa, unafia umomo, wewe njia inatokea. Ni kwa watu walioheshimiwa na Mungu. Angalia, kwa kukaa na Mungu, kwa kulipa gharama kukaa na Mungu, Marko 9:7 anasema kwamba ikatokea wingu likafanya likawatia uvuli, sauti ikatoka katika ile wingu ikasemaje? Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni wewe. Wewe jaribu tu kuwaza, hata tu waziri tukitolea tangazo kwamba huyu ni waziri wa maliasili, wewe mwenyewe unaona kuna heshima imeshakuja kwenye maisha ya mtu. Kuna ugumu ambao ulipaswa kumpata au unawapataga watu wengine, yeye hautampata. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mtu wa uweponi mwa Mungu. Kwa hiyo faida moja hapo ambayo utapata kwa kukaa kwenye uwepo wa Mungu ni kuheshimiwa na Mungu. Hauwezi ukaheshimiwa na Mungu alafu
mambo yakaanza kuwa kinyume na wewe. Ndio maana anasema kwamba ijapo 10,000 wanaweza kuanguka kulia na 1,000 kushoto, ila kwako wewe unayekaa na Mungu mambo haya hayatakupata. Mungu hawezi kuruhusu mtu anayemheshimu apate na mambo ambayo anapataga watu wengine. Na ndio maana kwenye Yakobo aliyosema kwamba chemchemi moja haiwezi kutoa maji matamu na machungu. Hairuhusiwi. Hairuhusiwi mabaya yanayowapata watu wengine yakupate na wewe. Na wewe ni mtu ambaye unaheshimiwa na Bwana. Hairuhusiwi. Ukiwa shule nakumbuka ilikuwa unasema msimu mwenyewe labda ajira zenyewe atazipo, utasikia mtoto afanye mtoto wa mkubwa. Yaani nyinyi wenyewe mnajua kwamba haya mambo hata akitupata sisi mtoto afanye hayatampata. Na ni mtu tu wa kawaida. Ni mtu tu ambaye ana nafasi fulani. Je, kuhusu wewe kukaa na Mungu? Jinsi zaidi sana. Kwa hiyo faida moja hapo utaipata, utaheshimiwa na Mungu. Mungu hawezi kukuheshimu afu atakudharau. Haiwezekani. Mungu alimheshimu Yesu akatoa tu kauli, msikieni yeye. Yaani ile msikieni yeye hadi mapepo yalikuwa anajua. Ndio maana alikuwa akitokea kwa mapepo anasema sasa tuna nini na wewe? Wameelekezwa kwamba tukusikie. Kwa hiyo tuambie twende wapi? Kwa nini? Maelekezo yanasema kwamba msikieni yeye, atakachokisema kitii. Mariamu aliwaambiaje wale wanafunzi na wale watu kwenye wanakamati? Anasema atakalowaambia fanyeni. Kwa nini? Yaani hata kama msipotaka, kauli iliyotoka mbinguni inasema kwamba msikieni yeye. Kwa msipomsikia ni kwa hasara. Lakini hayo ni matokeo na ni faida ya nini? Ya kukaa na kulipa gharama ya kukaa na Mungu. Faida ambayo itakuwa ni ya mwisho kwa leo ni ziko nyingi, nimekwambia ziko nyingi sana. Pia nimejaribu kuonyesha kwa sehemu ili walau na wewe ukienda kukutana Biblia yako utaziona nyingine nyingi. Faida moja hapo ni kuishi maisha marefu. Watu wanaokaa na Mungu huwa wanapokea zawadi ya kuishi maisha marefu. Zaburi ya 91:16 anasema kwamba kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamuonyesha wokovu wangu. Samahani. Anasema kwamba kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamuonyesha wokovu wangu. Usisahau huyu mtu ambaye anazungumziwa hapa ni yule aliyokuwa anaketi mahali pasiri. Atashibishwa siku nyingi. Huwezi ukakaa na Mungu ambaye hajawahi kufa, hajawahi kuzimia, hajawahi kuchoka, hajawahi kusinzia wala hajawahi kulala. Alafu wewe ukaishi siku chache. Haiwezekani. Kwa hiyo faida mojawapo ya kuishi siku zisizokuwa na taabu, siku zisizokuwa na dhiki ni kukaa na Bwana. Musa aliyekuwa amekaa na Mungu sana, hata siku ambayo amekufa unaambiwa mwili wake ulikuwa bado una nguvu. Macho yake hayakupofuka. Na yeye ilibidi tu aende kwa Mungu kwa sababu saa muda umeshafika. Kwa hiyo kukaa na Mungu utaepusha yale mambo hamna mtu anayeweza kukatiza siku za mtu ambaye anakaa na Mungu. Labda tuseme kwa ufupi ni hamna mtu ambaye atakatiza siku za mtu anayekaa na Mungu. Hayupo. Siku za mtu anayekaa na Mungu hazikatizwi na mtu yoyote. Hazikatizwi na mtu yeyote. Ndio maana Zaburi sura ya 1 mstari wa 3 anasema kwamba naye atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki. Maisha hayatanyauka, jani halitanyauka. Ni kwa nini? Ni kwa sababu huyu ni mtu ambaye anakaa kwenye uwepo wa Mungu. Maisha marefu ni zawadi. Tafsiri nyingine ya Kiingereza inasema kwamba atakureward. Yaani jaribu kuwaza wewe unakaa na Mungu afu yeye anakuwa anatoa zawadi zinazoitwa siku nyingi. Huyu mwanangu anafaa kuishi siku nyingi. Kwa hiyo amua kukaa na Mungu, amua kulipa gharama. Mtafute Bwana. Kuna mambo ambayo wengine wanakuaga wanayaomba, wanayatafuta. Mpaka wanaweka na misemo ya uongo. Ukicheka unaongeza siku za kuishi. Nani alikwambia? Anza kucheka. Afu utuambie umeongeza nini? Lakini ni nini? Ni kwa kukaa na Mungu. Bwana Yesu akubariki. Ongera kwa kujifunza. Ninakuombea kwa Mungu. Haya mambo leo yasikia yawe maisha yako. Yageuke kuwa ni maisha yako. Yageuke kuwa ni vitu ambavyo utaona kwa uhalisia. Na mimi nakuhakikishia kama ambavyo Mungu aliwahi kusema kwamba vitu vyote vitapita, kile maneno yangu yatapita kama. Hiki nilichokuambia kama ni neno la Mungu, utakiona kwenye maisha yako. Utauona kabisa uhalisia wake.
utauona kabisa. Tunazo shuhuda nyingi, watu anakwambia sasa kwamba nilipoteza kitu fulani kikapatikana, nikaletewa na mtu nikaambiwa hiki ni cha kwako. Ni nini? Anatuonyesha kama ni utendaji kazi wa malaika. Ni wajibu wake kufanya hivyo, kwa sababu wewe ni mtu wa uweponi mwa Baba. God bless you. Uwe na wakati mwema. Shalom. Shalom.